Mpendwa msikilizaji wa JJ Studio, karibu katika kipindi chako pendwa cha Kesha la Asubuhi. Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako, usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena rohoni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza roho na sifa, sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Agosti 2, somo lisemalo kama chachu. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa siku nyingine uliotupatia. Tunapokwenda kutafakari maneno yako, tunaomba uwe pamoja nasi. Tunaomba yote kwa jina Yesu Kristo, amina. Ufalme wa mbinguni umefanana na chachu aliyoitoa mwanamke, akaisitiri ndani ya pishi 3 za unga, hata ukachachwa wote pia. Mathayo 13 mstari wa 33. Katika mfano wa Mwokozi, chachu inatumiwa kuwakilisha ufalme wa mbinguni. Inaelezea uwezo wa neema ya Mungu wa kuuisha na kusimilisha. Neema ya Mungu ni lazima kwanza ipokelewe na mwenye dhambi kabla hajaweza kuandaliwa kwa ajili ya ufalme wa utukufu. Ustaarabu na elimu yote ambayo ulimwengu unaweza kutoa vitashindwa kumfanya mtoto aliyedhalilika kwa dhambi kuwa mtoto wa mbinguni. Nguvu ya kufanya upya ni lazima itoke kwa Mungu. Kama vile chachu inapochanganywa na unga inafanya kazi kutoka ndani kwenda nje, ndivyo ilivyo kwamba katika kufanya upya moyo, neema ya Mungu hufanya kazi hivyo katika kuyabadilisha maisha. Chachu iliyofichwa kwenye unga hufanya kazi kwa siri katika kuleta unga wote chini ya mchakato wake wa kuchachusha. Vivyo hivyo, chachu ya ukweli inafanya kazi kwa siri, kimya kimya, kwa uthabiti katika kubadilisha roho. Mielekeo ya asili inalainishwa na kutiishwa. Mawazo mapya, hisia mpya, nia mpya upandwa. Kiwango kipya cha tabia kinawekwa. Maisha ya Kristo. Akili hubadilishwa. Uwezo wa akili huamshwa kufanya kazi katika mielekeo mipya. Dhamiri inaamshwa. Moyo wa yule anayepokea neema ya Mungu hujaa upendo kwa Mungu na kwa wale ambao Kristo alikufa kwa ajili yao. Nafsi haipambani kwa ajili ya kutaka kutambulika. Yeye ni mkarimu na mwenye kujali, mnyenyekevu katika maoni yake juu yake mwenyewe, lakini bado amejaa tumaini, akitumainia daima rehema na upendo wa Mungu. Neema ya Kristo inapaswa kudhibiti hasira na sauti. Utendaji wake utaonekana katika upole na heshima njema inayoonyeshwa na ndugu kwa ndugu, katika maneno ya fadhili yenye kutia moyo. Uwepo wa malaika upo nyumbani. Maisha yanatoa harufu nzuri.
ambayo hupanda kwa Mungu kama uvumba mtakatifu. Upendo unadhihirishwa katika wema, upole, ustahimilivu na uvumilivu. Uso hubadilishwa. Kristo anayekaa ndani ya mioyo hung'aa katika nyuso za wale wanaompenda na kuzishika amri zake. Mabadiliko haya yanapotendeka, malaika huimba nyimbo za shangwe na Mungu pamoja na Kristo huwafurahia watu wale walioumbwa katika mfano wa uungu. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo kama chachu. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa somo zuri ulotupatia. Asante kwa kutukumbusha kuwa tunatakiwa tufanye kazi kama chachu, ambayo kazi huanzia ndani na matokeo huonekana kwa nje. Basi tuwezeshe katika maisha yetu kuweza kufanya kazi hiyo sawa sawa na mapenzi yako. Tunaomba yote kwa jina Yesu Kristo, amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, Huachwi